Kuzaliwa mara ya pili ndiyo msingi wa Ukristo. Kuzaliwa mara ya pili ndiyo kitovu cha imani yetu. Kuzaliwa mara ya pili ndiyo uti wa mgongo wa imani yetu. Hakuna Ukristo kama hakuna kuzaliwa mara ya pili. Ni kitu kimoja kuzaliwa mara ya pili, na ni kitu kingine tofauti kabisa kuishi kama aliyezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili sio mahubiri, ni maisha unayopaswa kuyaishi. Tuna tatizo hili kubwa sana kwenye mwili wa Kristo la watu kuzaliwa mara ya pili, lakini baada ya mtu kuzaliwa mara ya pili aoni matokeo ya kuzaliwa mara ya pili, aoni matunda ya kuzaliwa mara ya pili, aoni mabadiliko yatokanayo na kuzaliwa mara ya pili, aoni maisha yanayothibitisha kwamba amezaliwa mara ya pili. Na hii inapelekea baadhi ya watu kwanza kutilia shaka, kama tumezaliwa mara ya pili, mbona tunaishi 99% maisha tunaishi ni hali ya kuzaliwa mara ya kwanza? Remember, kuzaliwa mara ya kwanza ni maisha ya wanadamu yenye mateso, yamejaa laana, yamejaa giza, yamejaa ushetani. Ulipozaliwa na wazazi wako, ulizaliwa na maisha ya kidunia, maisha ya ulimwengu huu yenye kudumaa, magonjwa, athma, yenye kuwa affected, pumu, HIV, stress, confusion, yanayologeka, yanayoathirika na bakteria na virus na uchawi na nguvu za giza. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwenye safina ya Agano Jipya ambayo ni Yesu Kristo. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwenye maisha ya kiungu yenye tabia za kiungu, amani ya kiungu, mafanikio ya kiungu. Mbona sasa mtumishi wa Mungu hatuoni uhalisia wake huku mwilini? Ni kwamba sikuzaliwa mara ya pili vizuri. Why don't we see the reality? Kwa nini hatuoni uhalisia wa maisha haya ya pili? Ulipompokea Kristo, ulipokea maisha ya kiungu yasiyologeka, yasiyo na mipaka, yasiyozuilika, yasiyoharibika. Mbona hatuoni manifestation sikuzaliwa mara ya pili ipasavyo? Kwa nini hatuoni madhihirisho ya maisha tuliyoyapata kwenye kuzaliwa mara ya pili? Matokeo ya kuzaliwa mara ya pili yamefungwa kwenye ufahamu wa kuzaliwa mara ya pili. Shetani ametuzuia, hatuna ufahamu, hatuna taarifa sahihi juu ya kuzaliwa mara ya pili. Ufahamu wa kuzaliwa mara ya pili utamnyima ibilisi nafasi kwenye maisha yako. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwenye maisha yasiyoharibika. Ambacho shetani anakifanya ni kutufanya tupuuze somo kama hili. Shetani ataendelea kutumia fursa ya sisi kutokuwa na ufahamu toshelevu juu ya kuzaliwa mara ya pili. Hatukuzaliwa mara ya pili for nothing. Vita mingi tulio nayo ni matokeo ya kukosa ufahamu juu ya uhalisia wa kuzaliwa mara ya pili. Ufahamu wa kuzaliwa mara ya pili ndio unaokuwezesha kuishi maisha tofauti na wengine kabisa kabisa. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa na asili ya Mungu, nature. Kuzaliwa mara ya pili ni kupokea yale maisha ambayo Mungu anayaishi sasa hivi kule mbinguni. Ulipozaliwa mara ya pili, ulizaliwa kwenye maisha ya juu. Ufahamu